Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, leo tena tupo naye Sheikh wetu, si mwingine bali ni Sheikh Ali, tukiwa naye akizidi kujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa, hasa wanakuambia wale ambao wapo katika ndoa ndio walibebea kujuza mengi, ima ni rapsha za pale hapa na pale, basi tutaweza kufahamu mengi. Na inshallah katika mada yetu ya leo tutataka kuangazia nafasi ya imani na maadili katika kuimarisha ndoa, na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu Sheikh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Asante sana. Naam, karibu sana. Tunafurahia tena Naam, kuweza kufika huko. naam, Na inshallah vitu ambavyo tunataja tunazungumzia ziwe na faida, watu waweze kufaidika na hizi program ziwe mahali ya taufik na baraka katika ndoa zetu, ndoa za wenzetu kuweza kufaulu, wale wenye wanaingia ndoa na wale wenye wako katika ndoa inshallah. Wanasema saa zingine kuna vitu kujifunza late haisaidii sana kweli, lakini si kila kitu yenye utajifunza late haitakosa kusaidia. ndio, si ndio? lakini ni muhimu uvijue, Ni vizuri mapema. vijue, at least ujue makosa yako ni wapi. Hiyo pia iko sawa. Basi bismillahirrahmanirrahim, rabbi salli wa sallim wa zid wa barik ala muhammadin khatamin nabiyyin wa itiratihi at-tahirin wa sallama taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam. Haifa, naam, niambie. Ndo kama nilivyosema Sheikh, ni kwamba tunataka kuangalia jinsi tutakavyojenga imani na maadili mema katika kuimarisha ndoa. Rudie hiyo swali vizuri, kwa sababu unajua hivi vile unauliza swali mimi ndo najibu hivyo, si vile umenitumia hiyo text. Nafasi ya imani. Nafasi ya imani na maadili katika kuimarisha ndoa. Naam. Hai, saa zingine sisi kama Waislamu tuna miss umuhimu kubwa sana wa dini katika uhusiano zetu sana. Yes, sisi kama Waislamu tukipatana tuna kitu inaitwa nikah. Nikah ni nini? Ni zile sisi mwanamke na mwanamume wanakuja alafu unaambia uwajtuka mwakilati, nimekuozesha huyu mtu mwenye labda mimi ndo ni wakili wake ama kama ni baba binti sijui nini nini, alafu unakubali kabiltu. Si ndio? Ndio. Naona nikao uko tayari. Sasa naam, ina maana unajua hapo hivyo hakuna kitu watu wanazungumzia. Ndio. Mnaoana tumeoana Allahumma barik lahuma sijui nini. Barakallah. Lakini je, iko na kitu zaidi, iko na maana zaidi sisi kutumia principle ama kutumia system ya Kiislamu kuweza katika ndoa? Je, iko na maana ama haina maana? Unajua hapo ndo tunakuwa na ihtilafu na watu. Kuna kitu kakikozi hapo hivi, nilikunywa kitu ikakwama. Sasa unajua nikoa katoki. So kana washawasha na ukera. So maadili yenye tunatakana tukuwe tunatumia katika ndoa ni ya Kiislamu, lakini sile si tunafunga ndoa tunasahau ya kwamba hizi maadili zenye zina suppose kuwa katika ndoa ni zipi. Ndio. Sasa unajua sisi tukifunga ndoa Kiislamu sasa tunarudi tamaduni zetu. Yaani hiyo shehe tu akitoka tamaduni zinaanza na nguvu vibaya sana. Mimi nakumbuka kwa kuna nika ingine tulienda tukasoma, unajua unanasi watu tu hivi nini. Sasa baada ya nikaa nilikuwa natoa lecture. So unajua vile siku hizi mahall wanafanya saa zingine kama wakifanya nikaa kwa hall. Mimi napenda hii nikaa kwa msikiti. Unajua tena tufuatane na watu kwa hall. Lakini zile nikaa kwa hall na bado sherehe kwa hall huwa kidogo ni stress kwa mashehe. Cause unaweza kukuta saa zingine wewe unaenda kusimama ama bibi na harusi wako nyuma, bibi na bwana harusi wako nyuma yenu. Alafu nyinyi mko mbele mnasoma nikaa. So baada yake si tunatoa muhadhara, khutba ya nikaa na nini na nini na nini. Sasa unajua mashehe huwa wanapenda kuongea na huwa wanasema kama mazishi khutba nyingine yenye huwa kawaida inatakana ikuwe fupi ni nikaa. Watu wako na haraka sana. Wanasema bi harusi na bwana harusi wanaeleweka haraka yao.
hao watu wengine wako wanataka kuonyesha furaha yao, so wanaona ni kama wako excited, lakini huyu shekhe ni kama ndo anawazuia. Ndio. Sasa kidogo kidogo wanasema nimeongea, naona sasa polepole attention inaanza ya watu inaenda kupotea. Sasa ikabidi wanasema tunamaliza tu hivi kidogo kumaliza, alafu ndo huyo mtu wetu hapo hivi akatu escort nje, naambia Sheikh, nadhani unaweza kubaki ukitaka, lakini sasa watu wanataka kusherekea. Nasema wacha tu nitoke hapa. Unaona, kwa sababu sisi tuko na tamaduni zetu. So unaona, ndoa, tunaingia katika ndoa, tunaingia kwa jina ya dini, lakini tunaishi katika ndoa yetu maisha yenye sio, tuwezi kusema ni ya Kiislamu sana. Sasa leo tunasema maisha ya Kiislamu, kawaida unakuta kwamba wewe kama mwanamke, yes, hautaki kufuata like sote wawili, kwanza mke na mume, kitu wa kwanza kabisa tunaona tukiangalia ndoa, tunaangalia kitu ya modern saizi, si ndio? Kwetu dini ni hijabu, swalatul Jumaa, mwingine swala ya kila siku na saumu. Ndio. Hizi zingine tunasahau dini kama iko na, tunatakana tufuate dini katika maisha yetu nyingine. Moja yake ni ndoa. Kwa sababu unaona, unakuta watu sazile mtu akikataza mke wake kufanya kitu, unaona, anasema kidini na kiimani ni haki yangu kukwambia ama kukuomba kitu fulani. Na vile vile mke, unaona, lakini unakuta watu wa kwamba hapokei maneno vizuri. Ikiwaambia mi labda kiimani mi ni right yangu, labda kama wewe kwenda kazini, mimi sitaki uende kazini. Dini imesema, imenipatia ruhusa, nikubali ama nikatae. Ndio. Kawaida tukitaja vitu kama hivi unakuta kwamba watu katika nafsi yao wanakuwa na uzito wa kusikia maneno, mpaka wanakuangalia wewe ni shekhe na gani unaongea maneno haya. Hizi siku zimeisha, huyu ni mtu free. Na nini yake? Even though tunasema katika ndoa muelewane hizi vitu. Wewe usiende kufungia msichana amesoma mpaka PhD ati umfungie ndani ya nyumba. Ndio. Ati kwa sababu ni haki yako. Lakini bado kisheria kama mlikuwa mjaongea ni haki yake. Kwa sababu sisi unajua hii ndoa yenye mmejifunga ndio imesema kalima mbili, lakini iko na masharti yake. So unajua kuna tofauti, unajua singine wanasema Islam ni iko na ni kusubmit. Yani kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kubali. Sasa leo unaongelea imani, sasa zingine part of ya imani kufuata dini. Sasa kama sisi kuanzia mwanzo ndio yetu tumeifunga na ni kama baadhi yetu hatuko tayari kukubali masharti yote yenye katika Uislamu imetajwa katika ndoa tufuate, tutasumbuana sana. Kwa sababu unaona wewe ukiingia Kenya, hata kama hujasoma sheria ya Kenya, the minute umepatiwa visa ya Kenya, ume request visa, kuna makosa ukikuja ukifanya Kenya ushikwe, serikali itasema hii ni shida yako. The minute wewe umechukua hii visa ni kama umekubali kufuata sheria za nchi ya Kenya ukikanyaga hapa. The minute si wewe ukisema kabil tu na mimi nikisema nikah tu ama zawaj tu ama sijui nini, masharti zinaanza ku applied automatically. That's why unatakana uzielewe, kwa sababu sasa unajua kuna hii imani ya kando, wanasema kuna hii dini in general yenye ndio ni Islamic laws, masharia. Alafu sasa kuna ukiweza kufanya hizi, saa zingine watu wanasema ati ukimaliza kufanya hivi ndio unaanza kuangalia hizo za juu zaidi. Unaweza kufanya the same time. Sasa leo tunaongelea imani ni level ya juu zaidi kushinda just kufanya hizi vitu. Iko na athari, unaanza athari yake sasa hiyo yenye iko. Sasa unaona kama saa hizi unaona watu saa zingine wakisema imani hawaongelei Islamic law, hawaongelei sheria za Kiislamu, lakini ni katika part of imani. Hata katika Qur'ani nasikia kuna watu walikuja akaambia mtume ati kwamba amanna. Usiwaambie watu wameamini, waambie kwamba nini aslamna, tumesilimu, yani tumetoa shahada. Tena unajua level ya chini kabisa ni kutoa shahada. Level ya chini kabisa pia katika ndoa ni kusoma tu nikah. Level next ni wewe kufanya practice hizi vitu zenye ziko. Alafu polepole unasikia imani inaingia katika ndoa. Sasa unaona tumeelewa na hii level 1 kabisa kabisa. Na utakuta wengi ndio wako kwa hiyo level ya chini.
Nikah tu huyo ingine, lakini kama saizi wengine. unakuta si baba yake yuko tayari msichana wake afuate sheria za kidini kifika katika ndoa, wala si mume wake. Lakini wakisema mimi natafuta mwanamume mwenye imani, kitu ya kwanza kabisa kabla yaweza kutaja hizi vitu vingine, hizi nice zenye watu wanajenga katika quotes kwa status ya kikastika, hadithi Mama Ali, sijui Ibn nani, sijui nani anajikumbusha wakati anahitaji. Unatakana ufuate Islamic law. Sheria ya Kiislamu. Hiyo ndio ni kitu ya kwanza kabisa. Sasa leo tunaongelea imani. Alafu step ya pili, umefanya hizo vitu, umefuata sheria nini. Sasa unajua hapo hivyo sasa kuna maisha yenye inaingia katika imani. Kama for example, kuna vitu zenye sisi watu tunataja zenye kawaida watu wanaingiza katika kategoria ya imani. Moja wake ni tawakkul. Ndio. Unaona? Sasa sisi tumemalizana na basic. Ndio. Kabla tufike hapa juu, nataka watu wasisahau basic ilikuwa ni nini? Islamic law, sheria za Kiislamu. Alafu baada yake ndo tunakuja hizi vitu zingine zenye ni watu wanapenda kuzitaja, sijui tawakkul. Tawakkul ni nini? Saa zingine wewe unasema katika maisha yetu, kwanza katika ndoa tunapatwa na mitihani mingi sana. Sasa unajua, na saa zingine mitihani za nje zinaathiri ndani. Unaona? Kama mwanamume kuna shida ya pesa, si mwanamke, wanawake wengi watabaki muda mrefu. Kweli. Mimi najua kuna wanawake wenye ni kama hao ndo wamelea watoto wao. Unaona? Na saa hizi wewe ukikutana na mwanamke mwenye bwana yake hajatoa pesa mwezi, miezi mbili nini, utamwambia afanye tawakkul ama utamwambia muache? Sema tu ukweli, Haifa. Mimi nitaambia tawakkul, ndio ukweli wangu. Ukweli wako? Ndio ukweli wangu. Unajua kila mwanamke ana fikra yake. Kuna mwanamke haizi, unajua iweza kuwa labda huyu mwanamume alikuwa vizuri. Lakini kafikia wakati kuna panda shuka za juu na chini. Mshuko haiwezi kuwa sawa siku zote. Kuna ule yeye anajituma, anajua kabisa mimi nikitoka walau nitarudi niko na riziki. Sasa zingine nitarudi sina. Huyo utafanya nini? Nitatawakkul. Lakini ule mwenye hajitumi, ni mimi ndo napambana, yeye hata hajishughulishi, amelala tu. Yuko. Sasa huyo nitafanyaje? Maana tutasaidiana hapo. Kuna hadithi ya Mtume inajulikana sana, anasema ati kuna mtu alikuja hapo akawacha ngamia. Ngamia yake sijui ni farasi ama ngamia. Akamwacha tu hapo, akaenda. Kurudi akakuta hayuko. Akasema, farasi nimekuacha. Sasa mimi nilifanya tawakkul, niliwaachia Mwenyezi Mungu. Akasema hapana, unamfunga mnyama vizuri, alafu unafanya tawakkul. Ni maana unafanya pati yako. Ukifanya pati yako, acha Mwenyezi Mungu akufanyie the rest. Wewe unajua kabisa mimi nimefanya hii kazi, nimetengeza maamri yangu, nimemaliza, nimepika na kaa pale nje nataka kuuza. Ujapata mtu, hiyo si wewe. Hiyo ilikuwa si riski yako. Unaona? Riski maana Mwenyezi Mungu anajua kama hii utaipata leo ama hautaipata. Zingine inaweza kuwa miezi 2-3 hivi zinafuatana hivi, lakini wewe unaonekana ukipush. Unaona? So saa zingine mtu unakuta kwamba mke wako alhamdulillah Mwenyezi Mungu ampatia afya na nini, lakini mpati mtoto. Sasa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu unataka kutafuta mke mwingine kwa sababu unataka mtoto. Saa zingine unatakana uexhaust hiyo option yako. Saa zingine mimi najua kuna watu hata wamekaa miaka 5 pamoja. Kuna watu na hawajapata hata zaidi, na hawajapata watoto sana. Lakini yeye alipendana na amewachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haja harakisha, ameipatia time. Akiona sasa hapa hivi imekataa, unakuta ndo atakuja kuambia mke wake sasa, ama mke wake mwenyewe anasema hii sasa ndakuwa huyu mwanamume anataka mtoto na mimi ni kama Mwenyezi Mungu ajani. Maana ufikia wanawake wengine ukaona mwenyewe anakutafutia sasa. Anaona sasa lakini yeye akudivorce akutupi nini hivi haraka tu miezi 2-3 nini vitu kama hivyo. So kuna hiyo ni tawakkul yenye ni kitu muhimu sana yenye tunatakana tuzingatie. Narudia tena. Step ya kwanza kabisa ni Islamic law. Kwa unajua shida, kuna sijui kama tuko na time. Kuna hadithi yenye naipenda sana. Hadithi inasema hivi. Inasema kwamba ozesha, nadhani isikumbuki kutoka Imam gani, Imam Sadiq kama nani.
Anasema ozesheni mabinti zenu watu ambao wanafuata dini. Ndio. Wanafuata dini. Wanafuata dini. Practicing Muslims. Sio jina. Sasa unaona? Kabla niseme, wacha tu nitoe. Unajua zingine watu huku nje watu wapendi watu wenye wamefuata dini sana, kwanza wasichana. Sijui shida iko hapa. Wanasema lakini wataki mtu mwenye atamkumbusha, kama saizi mimi nishaikuona sana. Ati kumkumbushe kwa nini unasikiliza mziki ndani ya nyumba, kumkataza. Kwa nini hujaswali? Kwa nini hujaswali? Maana kati ya vitu hujalipa saumu zako za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umefikia wapi? Wewe nini unamfuatilia wewe mwenyewe, kwani unasema mimi sina saumu mke wangu? Mimi uliona nilifunga saumu yote, umeona nikisafiri kwa mgonjwa, niko na deni, sina deni. Ni mitihani kwa Sheikh. Mke ataona bwana akifunga saumu Alhamisi na afunge hiyo Monday, na muandalie iftari, lakini bado yeye hayuko. Naam, kabla tuendelee Sheikh, acha tupate pumzi kidogo, tukirudi tutaweza kuendelea na hii awamu ya pili. Shukrani sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Ali ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini unazidi kufaidika na yeye na wasia ambao anazidi kuwapa, na pia anafanya msisitizo ndani yake ili muweze kuelewa zaidi. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa, tukiwa na Sheikh Ali ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Anazidi kujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa, haswa tulipokuwa tunaangazia na tukizidi kuiangazia ni kuhusiana na nafasi ya imani na maadili katika kuimarisha ndoa, ni jinsi gani utaimarisha ndoa, na pia ametoa mifano. Nadhani mmeona tulipokuwa tunachangia hiyo mifano. Inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Shukrani. Tulikuwa kabla tukatize, ulikuwa unatuelezea hadithi. Sasa hiyo hadithi tumesema kwamba patieni, hadithi nasema hivyo. Ozesheni watu ambao wanafuata dini. Ndiyo. Watu ambao ni waumini. Practicing. Kuna imani pia. Mabinti zenu. Sasa ndo tukakuja na methali tukasema, saa zingine sisi wenyewe, wewe unasema unapenda mume wako kwa na imani lakini asikuwe Sheikh. Unajua saa zingine watu waelewe kitu kimoja. Yes. Unaona usafi, hygiene, si ndio? Na vitu kama hizo ni personal. Ndio. Wewe kwa daktari mwenye anaongelea afya, hiyo ni being specialist. Shekhe yeye anaongelea nini? Ni specialist wa dini. Anakuelezea kwamba dini inamaanisha hapa, inamaanisha nini hapa, jukumu yako nini hapa, hii aya ya Qur'an inasema nini, hii hadithi ni sahihi. Unaona? Lakini haimaanishi dini ni mashekhe wanabeba. Dini is a personal thing at the end of the day. Ndio. Kwa sababu inamaanisha nini? Inamaanisha unaona vile wewe hygiene yako wewe ndio unatakana utake serious. Usiseme kwamba mimi sitaki kuolewa na daktari mimi, lakini si ndio? Lakini mtu mwenye unamtafuta unataka kuwa na hygiene, si mtu mwenye ananuka jasho. Ama ni kusema kwamba wanaogopa ili jina shekhe. Inaweza kuwa ili jina shekhe kwao ni kubwa. Mimi sina shida. Sasa lakini kitu ninajaribu kuelezea nini? Hakuna tofauti baina ya mwenye ni shekhe na mwenye sio shekhe. Ndio. Amri bil ma'ruf ni wajibu kwa shekhe na ni wajibu kwa mtu wa kawaida. Ndio. Si ndio? Ndio. Wewe kuswali na kukosa kuswali ni wajibu kwa mashehe pekee yao ama mwenye kila mtu, si ndio? Wewe ni kuloa your gaze ni wajibu kwa kila mtu ama si kila mtu? Wewe kuvaa hijabu vizuri ni wajibu kwa kila mtu ama si kila mtu? Unaona? So hama shekhe tofauti yao nini? Hao watu wataki tu mtu awapatie, saa zingine kukuwe na mtu mwenye anawakumbusha dini na labda hana makosa. Unajua zingine ni vizuri uko na mtu mwenye kidogo kimakosa mnakaribiana. Kwa sababu huyu akikukataza hivi wewe unamkataza hivi, ama unaweza kurudisha kidogo maneno hivi ati na wewe hujaswali jana. Na umekuwa ukipitwa na salatu subuh. Ati kwa nini zinakuona hivi adhuhuri yako sijui inakuwa saa ngapi, ati na wewe salatu subuh unachelewa. Unaona? So hadithi inasema muozesheni watu wagani? Mwenye uko na imani, practicing Muslim, si ndio? Mabinti zenu. Alafu Imam anaendelea anasema
Watu kama hao hata kama wakichukia ama waache kupenda wasichana wenu, hawatawadhulumu. Mashallah. Dini iko na mipaka. Unajua kuna mipaka za Mwenyezi Mungu na kuna mipaka za watu. Shida yenye tunakuwa nayo hapa ni nini? Saa zingine sisi, kwa sababu dini imetupatia mipaka ya kisheria ya kila kitu, alafu ikatupatia bonus. Unaona, hii tawakkul ni bonus. Unaona, mwanamke kumtii bwana wake ni wajibu, ni boundary, si ndio? Ndio. Mwanamume kuprovide ni wajibu, hii ni boundaries utakane kuvuka. So hii ni katika hizi minimum sheria za hizo balance. So unaona, kama saa hizi mimi nikosane na wewe, sikununuli vitu unataka, silipi rent, silipi stima, silipi school fees, na kutesa kupitia hii nguvu yenye Mwenyezi Mungu amenipatia, na kutesa na kupitia inaitwaje, uwezo ambao Mwenyezi Mungu amenipatia, ama jukumu yenye amenipatia. Lakini mtu mwenye anafuata dini hatokudhulumu. Ndio. Unaona? Sasa ndo kidogo watu wanakuwa confused. Utasema kesho mtu ati bwana wangu alinifanya hivi nini. That's not Islamic. Bado tujaongelea imani hapa. So tukiongelea Uislamu kwanza, ile basic, watu wenye wana practice dini yao level ya chini kabisa, inakupatia hiyo. Sasa ndo ni ushaikuona sele una install application inasema ukifinya hii ni kama umekubali agreed. Na most of us hatusomi. Ndoa pia hiyo kitu iko hapo, inaitwa kabiltu. Lakini kwa sababu hatusomi hizi vitu zingine zikiapply, ama hatutaki kufuatilia na kuzingatia, ama tunajua tu kuzingatia sele na tuhusu sisi. Kama inahusu mtu mwingine hutaki kutumia the same system, ndio tunakuwa na shida. Sasa unaona, sasa leo hiyo foundation ni nini? Tunarudi hapo hivyo, hiyo imani ya Kiislamu nini? Ni hiyo foundation. Sasa hiyo ndio ni nikah ya, ndio tukifunga tunamaanisha hizo. Ndio. Kwa nini? Shida kubwa zetu tuko nazo ni watu wafuate hizi sheria. Benefit ya mtu kukuwa na imani katika ndoa nini? Anajua hizi sheria na anajaribu kuzifuata. Inasaidia wote wawili. Ndio. Na tukiangalia upande mwingine, mwanamke ni kiumbe dhaifu. Kama hana ndio maana waliposema arrijalu qawwamuna ala nisa, ni kwamba mwanamume ni kiongozi wa mwanamke. Huenda mwanamke atateleza mahali, lakini akipata mwanamume mwenye anajua kabisa dini inasema hivi, itakuwa rahisi yeye kumuongoza na kumwelekeza, hivi ndio unavyofaa na hivi ndio ambavyo haifai. Ukifanya hivi utakuwa katika njia ambayo ni ya kheri. Lakini kwa ukweli je, tuko hapo kama society? Hapana. Wanawake wako tayari kukumbushwa? Wengi hapana. Naona mimi nishai kuona saa zingine unataka kukumbusha waumini wenzako kuhusiana na umeswali kama saa zingine. Unajua saa zingine ukizoea, ukikuwa na watu wenye karibu yako kidogo mmezoeana na wanakujua wewe ni shekhe na bado ni rafiki yao. Saa zingine ukiwauliza swali wao wasikii vibaya. Sasa unajua unajisahau ya kwamba hii sio kawaida. Nishai kujikuta saa zingine unaona mtu wako umezoea, labda rafiki zako wanajua nini, ukiingia umeswali. Unaona? Wewe unauliza tu concern cause nataka ufanye kitu kingine, lakini kama hujaswali mimi ndasubiri kwanza ufanye kazi yako na sitakukastikia kama nataka kitu fulani kutoka kwako. Sasa nikikuuliza ushaswali, ni yangu nijue kama umeswali, kama hujaswali mimi sina shida, mimi nda submit, mimi ndatulia, wewe malizana swala, alafu tujue kitu kingine tutafanya. Unaona? Hata zingine wanasema unaweza kuwa na boss mwenye uko na imani, umetoka meeting nini, mko na meeting nyingine, anakuuliza umeswali. Unaweza sasa swali yangu inakuhusu wewe nini? My friend, kama hujaswali uswali, tunaweza kuahirisha meeting kwa ajili yako dakika 10 uswali. Unaona? Sasa lakini si watu kwa kawaida, mimi nimerealize the more defensive you are kwanza kuhusiana na hizi vitu za dini, shida ni wewe, sio watu wengine. Yes, kuna watu wengine wenye wanapitisha mipaka. Hiyo sikatai. Lakini mostly yenye mimi nimepatana nao, mostly yes, mwenye yuko defensive unakuta kwamba shida ni yeye mwenyewe na anajua ni yeye mwenyewe. So that's when ndo anakuwa defensive. Ndio usifikie hiyo jibu. Unaona? Tumesema nini, narudia. Ndio. Wewe kabil tu ukisema katika ndoa ni kama ile tick yenye unaweka ukiinstall application, ama ile agree unafinya bila kusoma nini terms and condition. Sasa ni muhimu sana tujue hizi terms and condition na tuzifuate to the best of our abilities. Si ya kwamba tunajua tu haki zako
ndio unajua na hutaki kujua haki za mwenzako. Ndio. Wewe hutaki kudhulumiwa, lakini hauna shida kudhulumiana. Kweli. Unaona? Kweli. So shida kubwa sana katika hii jamii zetu tuko nazo. Kila mtu anataka kujua tu haki zake na hataki kujua haki za mwenzake. So yeye akicross yuko tu sawa. Haki, kwa sababu ni kitu ambacho ukiangalia hasa katika jamii sasa hii kinaendelea. Vile umesema si wengi ambao tuna apply vitu ambavyo tumesoma katika dini. Utakuta labda kuna mwanamke hajui hata haki zake ni zipi. Yuko katika ndoa lakini hajui yeye haki yake ni gani. Ili ule hata ni vizuri pia watu wawili kukumbushana si vibaya. Ndio wewe mkumbusha haki zangu ni hivi na hivi. Kuna wenye wanavuka mipaka mpaka inakuwa sasa inapita ina exceed, inakuwa mpaka inaharibu hii ndoa, inafanya ndoa inakuwa kama si ndoa tena, ni ndoana kama wenyewe wanavyosema. Sasa inabidi wote, yani kila mtu mwenzi wake wasome haki za mwenzake. Ndo nadhani ile heshima itafikia pale. Inshallah. So unaona, so tumesema kwamba sasa ni muhimu sana kwanza tuelewa hizo. So leo tukiweka hizo sawa, shida kubwa sana katika ndoa zitakuwa zimetatulika. Nao tutakuja kwa hizi mabonus. Tawakkul tumesema ni bonus. Kwa sababu mimi tayari kama mwanaume nafanya jukumu yangu. Kila siku asubuhi natoka naenda kutafuta kazi ama nikaa ni kulima na lima na subiri mvua. Nikifanya mimi tawakkul kwa sababu nifanya pati yangu. Mke wangu pia mwenye anajua ni wajibu yangu kumwangalia. Inabidi kidogo aseme bwanangu, wacha nisaidie na kitu fulani. Yes. Vile sote tunafanya hii tawakkul tukisubiri Mwenyezi Mungu akufungulie njia. Mapenzi yenye itakuwa hapa itakuwa ina gani? Mapenzi mazuri sana. Very genuine. Mpaka unasikia raha kuiongelea. Ndio. Lakini si ukiingia hapa unasikia vyombo zikigongo huko na ndani ya nyumba hujui kunaendeleaje wapi. No. Sio kama umekataa kutoa pesa, hauna pesa. Unaona? Kitu ingine yenye iko ni unajua Mwenyezi Mungu katika Qur'an pia anasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Rahma. Huruma. No. Huruma ni katika bonus. Kwa nini? Unajua mimi niko na jukumu yangu. Sheria ina state kila kitu. Si ndio? Lakini kuna siku kama labda mke wako hajaweza kupika. Vile mmeelewana, vile iko labda ni jukumu yake kupika. Jukumu yako ni kuja na vitu, jukumu yake ni kupika labda na kusafisha nyumba labda na kufua labda kuangalia watoto, vile mmeelewana. Na vile iko. Baadhi ya majukumu yake saa zingine mimi nishakutana na baadhi ya wanaume. Mke wake alikuwa mgonjwa sasa enda kwenu uangaliwe. Yeye ana hiyo time na nini ya labda kama mke wake kumuuguza. Mtoto sijui nini hata hataki kujua. Hajai labda kupeleka hata mtoto mmoja hospitali. Iko, unaona? Yeye anasema tu mimi nimelipa nimefanya jukumu yangu. Hiyo si raha. Kwa sababu huyu mke yuko tayari hiyo siku yenye labda huwa utakuwa na pesa aelewe. Kwa sababu anakupenda. Si ndio? Na kama kuna mahali yenye kidogo labda majukumu yako hutaweza kutimiza kamili, kwa sababu anakupenda, hiyo mapenzi yako ijazie hapo hivyo na rahma kidogo hapo hivyo koroge hivyo, hiyo story ishe. Lakini on this side wewe hauko tayari, ama vice versa. Zingine hujui ndoa ni ya nani. Sasa uwezi kusema, unajua zingine hizi ni methali tu tunatoa. Mtu mwingine atasema shehe sijui unatetea kina mama, shehe unatetea wanaume. Ni mifano tu. So kitu muhimu sana tunataka tuangalie pia rahma inapatikana pia na imani, kwa sababu wewe unajua Mwenyezi Mungu saa zingine ni hizi vitu amekuletea, ama hii mtihani imekuja nini. So wewe unajua pia bado unapata thawabu ukifanya hizi vitu. Unaona? So vitu kama hivi vinakuja vinaongeza vitu athari zingine. Kuna vitu unaona, kila kitu yenye unafanya kwa ajili ya imani yako, kila kitu iko na athari katika ndoa. Kama nasema labda watu wanashangaa, wanasema wewe uko unaamka tahajjud. Yes. Usikubali fikra ya kwamba wewe unaamka tahajjud wewe ni bora zaidi kushinda mke wako ama mume wako ikuingie. Ndio ni kitu ya imani.
Yo pia sisi shetani pia alisema atakuja left, right and center. Hakikisha kwamba ameteka hiyo akili vizuri. Bana. No. Sasa imagine saa zingine sisi tunaona kwamba labda mimi niko na imani zaidi kushinda mke wangu ama bwana wangu kwa sababu mimi nafanya XYZ. Lakini saa zingine hatujui mimi nafanya XYZ kwa sababu mume wangu amenipatia ama mke wangu ameniwezesha, yes, labda kwa kupika on time. No. Labda kwa kulipia nyumba bila kuwa na stress, kulipia labda maid kama tuko na maid wa kufanya kazi, ndio mimi niweze kuamka usiku kuswali salatu layl. Wewe unakuja unaanza kuangalia, sasa unaanza kupima watu, bwana mimi niko na imani, huyu bwana mwanamke ama mwanaume ana dini, ana imani. Angalia mwenyewe labda ulifika ukakuta chakula umeshaekewa. Maji umewekewa. Ushaoga, ushakula, umelala mapema, umepata energy ya kuamka tahajjud. Unaona, saa zingine kitu moja katika imani ni nadhani kisa cha Nabiullah. Tunataka nimalizie na hiko, naona nikatu kwa mwisho. Kitu shida kubwa katika, unajua kila kitu iko na shida yake, uzuri yake na ubaya yake. Imani ni kitu kizuri sana. Lakini shida saa zingine tukizubaa, shetani atakuwa anatumia imani kama nini? Kama weapon ya sisi kutushusha chini. Unajua sasa wewe unajiona unakuwa na kitu inaitwa ujub. Kama mimi niko bora zaidi. Mimi niko juu zaidi. Mimi niko na imani zaidi. Hebu angalia nasoma Qur'ani aje. Umesema hilo neno la ujub, nikakumbuka TikToker mmoja. Nasema wengine mko na roho za ujubi. No. Sasa unakuta saa zingine, yes, alhamdulillah umeweza kufanya foundation inye ni basic, hujadhulumu nini. Lakini unajua ukianza kukua na hiyo kuangalia watu ya kumbe ni bora zaidi katika hiyo uhusiano ama nini. Shida kubwa ziko nazo ni ya kwamba mimi naona saa zingine unakuta mtu yeye anaona hana makosa katika ndoa. Sile anaanza kuona mwenzake labda yuko na makosa. Kuna hii kisa cha Nabiullah Musa. Nabiullah Musa yuko na visa vizuri sana. Hii kisa chake na Khidr. Baadhi wanasema ni nabii, si nabii Khidr, lakini kuna mahali aliulizwa kwamba nani ndio uko na elimu zaidi? Akasema mimi. Mwenyezi Mungu akasema, kwa nini unasema hivyo? Sema Mwenyezi Mungu ndo anajua. Allahu aalam. Si lazima useme ni mimi. Ndo hapo hivyo ndo akatumwa kukutana na Nabiullah Khidr. Ama tuseme Khidr mwenyewe huyo, abd min ibadillah. Wakaenda wakakutana, kila kitu mahali wakienda yeye anaona huyu mjamaa kwani anafanya nini. Unaona? Ama kuna kisa kingine pia nadhani pia ni chake, wanataja kwamba kuna siku Nabiullah Musa aliambiwa akasema aende atafute mtu mwenye kuona mtu kiumbe chochote chenye kikuduni zaidi kumshinda. Akasema sawa, akaenda akakutana na mtu mlevi ama sijui na nini, akataka kusema acha nimpeleke huyu. Kafikiria akasema lakini huyu si anaweza kufanya tauba. Akaenda mbele sijui akakutana na nani, alafu akasema huyu si anaweza kufanya hivi. Akaenda hivi akakutana na umbu imekufa, ni mwili tu imeanza kunuka. Akasema acha nipeleke hii. Sasa lakini unaweza kuta huyu mnyama hata alikuwa na madhambi. Akarudi masaa ya kazi kuisha, akarudi akaambia Mwenyezi Mungu, nimetafuta sana sikupata. Mwenyezi Mungu akasema ungepata ningekutoa katika listi ya mitume wangu. Kwa nini? Utakani kujiona wewe ni mbora wa kushinda. Fahari zaidi ya mwingine. So kitu moja tu nataka tu ndio iwe point yangu ya kumalizia nini? Yes, foundation yetu ni dini ya Kiislamu. Hiyo ndo tuna click. Sile tuna agree on terms and condition. Na tukifuata hiyo tutakuwa na ndoa nzuri sana. Both sides. Ndiyo. Yes. Alafu kuna bonus. Bonus ni imani, ni hizi vitu zetu tunafanya zenye tunatuongezea thawabu katika akhera. Yes. Na pia inatufanya uhusiano wetu na mwenzetu iwe nzuri sana. Unaona? Kwa sababu unajua hapo hivyo iko na sacrifice, iko na tawakkul, kujitolea, iko na vitu vingi tu sana zenye ukishikanisha inakuwa smart sana. Mashallah. Alafu lakini tunataka tuchunge sana, shetani huwa anakaa mahali penye wanasema nyuma ya kivuli yetu. Unajua mahali penye huwezi kujiona ni mahali penye
unasema unapiga hivi macho nini, kumbe shetani amekaa hapa hivi. Ushaikuona ile Tom and Jerry, anasimama hapa ananitafuta hivi ampati. Shetani anapenda kukaa kwa plain sight, mahali penye watu muone. Na saa zingine wewe ukikuwa safe, uone imani yangu ni mahali penye mtu hawezi kunifanya nini, shetani hawezi kujificha hapo hivyo. Shetani atasimama hapo hapo, ndo atumie hiyo fursa. Unafahamu? So ni muhimu sana kwetu kama watu wenye tunatarajia tuko katika waumini na muuminin, hata tukiona athari za hizi daraja na hizi kazi tunafanya nini, isikubebe ufikirie hii ndoa ni wewe ndio umeshikilia. Ndio. Ni shida kubwa sana. Ndio. Mwanamke au mwanaume. Tu mwanaume atafaulu kama mimi siko katika ndoa yake. Nyota yake ni mimi. Ama mwanaume anasema mwanamke hata ajui kufanya kazi, kama mimi nikosa kwa na kuleta pesa, yeye atakufa njaa. Atarudi huko kwa huko vijijini, sijui nini. Vitu kama hivyo. Ama unaona kwamba wewe kwa sababu labda wewe unajua pia huku side za kwetu course sijui kukoje, lakini side za kwetu mtu kwa mwanamke mwenye ni wa kusilimu ni kawaida. Ndio. Course naona kidogo ni ngumu zaidi. Si ngumu? Si ngumu. Sawa. So takata hiyo part, lakini asaili jo. Anyway, so what happens ni nini? Unaona kama huku side za kwetu ni watu, unakuta watu wanaolewa. Wewe umezaliwa Muislamu katika familia ya Kiislamu nini, alafu unapatana binti mwenye amesilimu, unamoa. Sasa hii kuoa mtu mwenye amesilimu iko na shida zake. Hizi ni shida mbili nimekutana nazo na nataka niongelee kiimani hapo. Ya kwanza kabisa ni wewe unaona kwamba umeoa ama umeolewa na mtu mwenye ni wa kusilimu, hajui dini. Kuna watu wengine wanawadhulumu hawa watu. Na visa ni vingi sana. Ndio. Mpaka inafanya mtu anachukia dini. Unaona? Mwanamke na wanawake tofauti zote ziko. Yaani anaweza kuweka vitu nini. Alafu kuna kesi nyingine yenye nimekutana nayo pia ni unakuta wewe unajiona kwamba kwa sababu wewe babu yako alikuwa ni Muislamu, ni kama dini ni kitu yenye iliandikwa hapo juu ya paji lako, wewe ndio ni Muislamu na wewe ni wa kusilimu. Unaona? Mimi baka watu naambia masahaba wengi wao, kama si wote lakini wengi wao ni wa kusilimu. Usiwahi kudharau mtu wa kusilimu, usifikirie ni bora zaidi. Watu wote wenye unasoma hapo hivyo visa vyao vya kusilimu viko. Unaona? So unakuta mtu yeye anaona ya kwamba yeye kwa sababu ni Muislamu kutoka familia ya Kiislamu, wewe ukijaribu kumwambia kitu kipya ama kumkosoa anakasirika. Kweli. Ama yeye amechanganya thakafa, amechanganya tamaduni na dini mpaka hajui tofauti. Skuli unaambia lakini hizi sijui kukatika katika harusi ama sijui kufanya hivi, si ni haramu? Sema hii tumekuwa tukifanya miaka yote. Ukifanya yote lakini bado ni haramu, ibadilishi. Ndio. Unaona? So kuna hiyo shida penye iko. Pesa zingine unakutana na mtu mwenye tuna assume mahali penye ametoka yeye hana hiyo, wanasema hiyo privilege ya kuzaliwa Muislamu. Yes. So hajui dini. Lakini dini ni kusoma, dini si kuzaliwa. Na kufanya practice. Shukran sana Sheikh, umeweza kuelezea vizuri sana. Naamini itakuwa imeeleweka ipasavyo. Bali tutakuwa tumeacha, basi naamini itabidi umejazia. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Ali umeweza kufahamu mengi ambayo amezidi kuyawasilisha. Ni furaha sana kuwa na watu ambao watakujuza mengi, kujulisha mengi kuhusiana hasa na masuala ya dini, pia na masuala ya ndoa kiujumla, kwa sababu ndoa inatujenga na pia inatufanya tuongeze kizazi cha kumswalia Mtume zaidi, na pia inatufanya tuongeze kizazi ambacho kinamwabudu Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi. Insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah.